Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Kikapu cha Mafanikio. Leo hii nimekuletea mada inayoitwa mafanikio ni uchaguzi, sio bahati. Utakuwa nami Nyasogani Mawondola, na kukaribisha sana ili uweze kusikia kitu gani nimekuandalia siku ya leo. Basi kwa kuanza na mada yetu ya leo, nipende kutoa maana halisi ya mafanikio. Mafanikio ni ile hali ya mtu kutimiza malengo aliyonayo katika maisha. Au mafanikio ni hali ya mtu ya kuweza kufikia ndoto zake katika maisha. Mtazamaji, wengi tumekuwa na ndoto mbalimbali. Kuna mtu mafanikio yake ni kuweza kuajiriwa, kuwa kama daktari, kuwa kama mwalimu, na mwingine mafanikio yake ni kuweza kufungua duka, kununua gari, kuwa driver au kuwa engineer. Hayo yote ni mafanikio ya watu wanaokuwa nayo katika ndoto mbalimbali. Kwa hiyo mtu anapokuwa ametimiza hamu ya moyo, mahitaji ya moyo wake, tunasema huyo kafanikiwa. Basi leo naenda kukuelezea vitu vitano muhimu ambavyo lazima uvifanye ili uweze kufikia safari yako ya mafanikio. Kitu cha kwanza katika kuhitaji mafanikio, lazima ujiandae kiakili. Napoongelea kujiandaa kiakili, ni hali ambayo unatakiwa uanze kutafuta vizuizi vyote vinavyokufanya wewe usifanikiwe. Kuna vitu mbalimbali ambavyo vinawafanya watu wasiweze kufanikiwa. Mojawapo ni vitu vifuatavyo. Kuna swala la imani potofu, kuna swala la uoga, na kuna swala la kuwa na mitazamo hasi. Mtazamaji, kama vitu hivi unavyo akilini mwako, lazima ushinde kufanikiwa. Tuanze na imani potofu. Kuna watu hapo maeneo fulani wanaogopa kujenga nyumba nzuri, wanaogopa kununua magari, wanaogopa kuwekeza, kufungua maduka na kufanya kazi nyingine za maendeleo, wakijua kwamba watakapofanya vile vitu kuna watu watawafanyia mambo ya kishirikina, mwisho wa siku watapoteza maisha au basi watafanyiwa mambo mabaya. Hizo ni imani potofu. Lazima uondokane na mawazo kama hayo ili uweze kufikia hatua ya kufanikiwa. Kitu kingine nimeongelea uoga. Lazima ujiandae kiakili, uondoe uoga ulionao na uweze kuthubutu. Pasipo kuthubutu hujafanya lolote. Lazima uwe jasiri, ujaribu kitu, ukumbane na matokeo yake, ndipo uweze kujua wapi unaelekea. Kwa hiyo swala la uoga ni swala kuliondoa kiakili. Unapokuwa umeondoa uoga, lazima njia ya mafanikio itaanza kufunguka, maana utathubutu na utatenda mambo. Kingine ni mtazamo hasi. Kuna watu wana mitazamo hasi juu ya mafanikio. Kuna watu wanaamini kwamba utakapofanikiwa ukashika pesa inakuwa chanzo cha maovu. Huo ni mtazamo hasi. Bali kwa wale tunaoamini kwamba unapokuwa umefanikiwa ukawa na maisha mazuri, basi hapo ndipo utaweza kufanya mambo yote, kwa sababu utakuwa na pesa, utakuwa na vyanzo vya uchumi ambavyo vinaweza kukurahisishia mambo yako katika jamii husika. Hoja yetu ya pili katika safari yako ya mafanikio ni swala la kutambua kipaji ambacho Mungu amekuumbia. Mtazamaji, Mungu hakufanya kosa katika kumuumba binadamu. Kila binadamu aliyeumbwa duniani alipewa kipaji fulani ambacho kitamsaidia kuishi katika muda wa uhai wake. Kwa hiyo unatakiwa utafakari ni kipaji gani ambacho Mungu amekuumbia, ambacho wewe ukikifanyia kazi kile kipaji itakurahisishia wewe kuweza kupata kipato, lakini pia kuweza kuwa na uhusiano mzuri katika jamii. Mfano, kuna watu wamepewa vipaji vya kuimba, kuna watu wamepewa vipaji vya michezo kama mpira wa miguu, kuna watu wamepewa vipaji vya ufundi, mainjinia, kuna watu wamepewa vipaji vya kuwa wanasiasa, kuna watu wamepewa vipaji vya kuwa walimu, kuna watu wamepewa vipaji vya kuwa madaktari, kuna watu wamepewa vipaji mbalimbali. Kwa ni wewe unayetakiwa kukaa chini na kutafakari, katika dunia hii Mungu alikuumbia kipaji gani? Baada ya kukipata kipaji ambacho umeumbiwa na Mungu, basi hicho kipaji ndio kifanyie kazi. Faida za kutambua kipaji chako. Moja, inakuwa vyepesi sana wewe kuweza kufanya kile kitu, kwa sababu hakuna mtu atakayeongelea vibaya juu ya kitu hicho ukamuelewa, kwa sababu ni kitu unachokifanya kutoka moyoni mwako. Lakini faida ya pili, huwezi kuyumbishwa na mtu. Lolote ile litakalotokea lazima utakuwa tayari kuwajibika nalo, kwa sababu ni kitu ambacho unakipenda wewe mwenyewe. Hebu tuangalie mfano wa namna ambavyo dunia inafananishwa na utafutaji wa binadamu.
Dunia inafananishwa na mto. Mito imekuwa ikitiririsha maji sehemu mbalimbali, na binadamu wamekuwa akienda kuyachota maji yale kwa kutumia vyombo tofauti tofauti. Kila chombo kinakuwa na ukubwa tofauti na cha binadamu mwingine. Lakini katika kuyachota yale maji, mwingine ataenda na kikombe, mwingine ataenda na lita 10, lita 20, pipa, mwingine ataenda akaweke bomba ndani ya mto lipeleke nyumbani kwake. Lakini hata siku moja hutaweza kusikia mto umelalamika kwamba mmenichota sana, sasa acheni maji yanishie. Basi kwa mfano huo ndipo ambapo kila mtu ataenda kuyatumia maji aliyoyachota, na yataisha kulingana na muda ambao atayatumia, wingi wa maji ule na kifaa alichoenda kukichotea. Ndio mfano halisi wa mafanikio. Duniani tunapokuwa tunatafuta maisha, kila mtu ana kipaji chake. Kupitia kipaji ulicho nacho, Mungu ameweka rasilimali. Kupitia rasilimali hizi zinaweza kuwa rasilimali watu, rasilimali ardhi, maji na vitu vingine. Kwa hiyo kipaji ulicho nacho ndicho ambacho kitakuwezesha uweze kupata mali kutoka kwa mtu mwingine. Ambapo ndio tunafananisha kipaji na kile kifaa ambacho unaenda kuchotea maji mtoni. Kipaji chako unavyokiboresha ukawa na uelewa mkubwa zaidi, ndivyo ambavyo una uwezo wa kuchota mali nyingi, unaweza kufanikiwa katika jamii ambapo watu watakukubali, na ndipo watu watakuja wakupe chochote kinachotaka kutoka kwao. Kwa hiyo kutambua kipaji chako ni kitu muhimu sana katika mafanikio na kuweza kukiboresha. Hoja yetu ya tatu ni kufanya mabadiliko. Tayari nimeshaelezea hatua ya kwanza ni swala la kujiandaa kiakili. Hatua ya pili, kutambua kipaji ulicho nacho. Basi hatua ya tatu katika mafanikio yako ni kufanya mabadiliko. Katika hatua hii ndipo ambapo wewe kama mtafuta mafanikio unatakiwa ufanye mabadiliko ya vitu ambavyo umevigundua kwamba kwako havifai. Kwa mfano, tumesema katika kufanya maamuzi ya kiakili, katika kujiandaa kiakili, kuna mambo ya uoga, fikra hasi, mambo ya imani. Sasa huu ndo muda wa kuweza kufanya mabadiliko. Mabadiliko hayo yanategemea na vitu mbalimbali. Kama umeweza kugundua kwamba eneo ulilopo ni changamoto kwako katika kufanikiwa, ndio muda wa kufanya mabadiliko. Ama nenda eneo ambalo unaona linafaa kwa wewe kufanya mafanikio yako. Kama umeshagundua marafiki ulionao ndio wana imani potofu, marafiki ulionao ndio wanaokupelekea uweze kuwa na mitazamo hasi, acha baadhi ya marafiki, ubaki na marafiki wazuri ambao wanakuhamasisha kufanya maendeleo. Na kama umeshagundua uoga kwako ndio tatizo, fanya utaratibu uwe jasiri, fanya mabadiliko ya kuwa jasiri ili uweze kufanikiwa. Na kama umegundua kwamba labda ulikuwa kwenye ajira fulani, una kazi na ile kazi ndio inayokuzuia kupata mafanikio, fanya maamuzi ya kubadilisha, tafuta kazi nyingine mbadala ambayo itaendana na kila ambacho unakitaka ili uweze kufanikiwa kufikia ndoto zako. Hivyo basi, swala la kufanya mabadiliko ni muhimu sana pale ambapo unakuwa hatua hizo mbili umezifanya. Umejiandaa kiakili, umetambua kipaji chako. Ni muda wa kufanya mabadiliko na maamuzi magumu ambayo sasa utaenda kutekeleza kila ambacho umeamua kitakufaa katika kutimiza ndoto zako za kimaisha. Nikwambie mtazamaji, binadamu wengi tumejengeka katika fikra ya kukaa sehemu tunayoridhika. Waingereza wanaita comfort zone. Binadamu wengi tunakaa sehemu ambayo nafsi zetu zinakuwa zinaridhika. Tunapokuwa katika maeneo yale, ni vitu kama kazi ulionayo, ni vitu kama kibarua chochote unachokifanya, au fikra zozote ulizonazo ambazo ndizo unapokuwa unafikiria nafsi yako inaridhika. Unapofikiria mambo magumu, mambo ambayo yanahusisha kujituma, kazi ngumu ambazo tunasema ni riski, ni vitu ambavyo vinahitaji uwepo wako, utumiaji wa akili nyingi, tunasema ni sehemu za riski, basi binadamu wengi hushindwa kutoka. Kwa hiyo ninapoongelea kufanya mabadiliko, maana yake ni kutoka kwenye sehemu ambayo umeizoea kila siku, ukikaa na fikra yako ikitafakari juu ya hicho, inaona ni sahihi. Ujiengue katika hilo eneo, ufikirie maeneo mengine ambayo ni magumu kwako kimtazamo, ambayo atakuwa nje na eneo hilo salama ambao kila siku umezoea kulifikiria, ambapo ndipo Waingereza wanaposema utoke kwenye comfort zone na kufikiria out of the box.
Out of the box manake ni kufikiria nje na sehemu ambayo umezoea kila siku, ambayo inakupatia kipato, ambayo unaiona kwamba haifai kukufikisha kwenye safari yako ya mafanikio. Utafute eneo jingine ambalo litakubalia kufanyia mabadiliko yako ya mafanikio.